अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जिस हद तक तुम्हें तौफीक है और सुनो और इताअत Khalifa करो mtukufu yadahullah taala bin Nasr Aziz anasema kwamba tafsiri ya aya hii ni kwamba kwa hiyo mcheni Mwenyezi Mungu mwewezavyo na sikilizeni na tiini na toeni, itakuwa heri kwa nafsi zenu, na aepushwae na ubahili wa nafsi yake, basi hao ndio wenye kufaulu. Mkimkatia Mwenyezi Mungu sehemu nzuri, atawazidishieni na atawaghofirieni, na Mwenyezi Mungu ndiye atoaye thawabu nyingi, mpole. Kama ni dhahiri kutoka katika aya hii, Mwenyezi Mungu anawakumbusha waaminio kwamba wao wamche Mwenyezi Mungu na kwa utii mkamilifu wafuate amri zote za Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ametoa amri chungu mzima. Miongoni wa amri hizi mojawapo ni kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Basi mwaminio wakati wa kutoa mali hatakiwi awe na wasiwasi hata kidogo, kwa sababu kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ambayo ni sifa ya waaminio inakuwa na lengo lake maalum. Katika zama hizi ni jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam pekee ambayo kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kupata malengo mazuri inatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na jumuiya hii inakuwa na hamu ya kutoa katika njia yake. Kuna mahubiri ya Islam na kuna kutayarisha wabashiri na kuwatuma katika nyanja za mahubiri, na vile vile kuna uchapishaji wa vitabu na uchapishaji wa Qur'ani tukufu.
kuna ujenzi wa misikiti, vile vile kuna ujenzi wa nyumba za wabashiri na kujenga shule, na vile vile kuanzisha radio station kwa ajili ya kusambaza mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Kuna kazi ya kujenga hospitali na vile vile kuna huduma zingine. Ilmuradi kuna kazi mbalimbali za aina hizi ambazo zinafanywa kwa ajili ya kutimiza haki za binadamu na haki za Mwenyezi Mungu pia. Na katika zama hii, sawa na mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam, ni jumuiya pekee ambayo inafanya kazi hii. Hii ni kwa sababu ya hii kwamba sisi kwa kumpokea imamu wa zama hizi tumeelewa roho ya kazi hii. Sisi ni wale watu ambao kwa kujiepusha na ubahili wa nafsi tumepata ufahamu wa kujiunga na wale watu na kuwa pamoja na wale watu wanaofaulu, yani wale watu ambao wanapata ufaulu na wanazidishiwa mali. Si hii tu kwamba wanapata ufaulu, bali wanazidishiwa mali na wao wanatimiza matamanio yao ya nafsi. Ni wale watu ambao wanakuwa na hamu ya kupata maisha mzuri, yani maisha yanayokuwa sawa na ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wale ambao maisha yao yanakuwa chini ya ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wao wanaendelea kupata riziki kutoka kwa Mwenyezi Mungu, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanapata utulivu. Wao ambao rehema za Mwenyezi Mungu zinashuka juu yao na fadhila zake zinateremka juu yao katika dunia hii na katika akhira pia. Basi wale wanapata ufaulu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, ufaulu wao unakuwa bila mipaka, kama nilivyosema kwamba ufaulu huu una upana sana. Basi kiasi gani ni wenye bahati nzuri wale watu wanaopata ufaulu wa aina hii. Kisha Mwenyezi Mungu amewaambia wale wanaotoa katika njia yake, amesema kwamba sisi hatuwaombi kwamba wao watoe katika njia ya Mwenyezi Mungu tu, bali hawa wale wanaotoa katika njia yake, kutoa kwao ni ufaulu kwao. Mwenyezi Mungu habakishi na mali ya mtu yeyote. Kwa sababu ya kutoa kwenu, Mwenyezi Mungu anawapendeni kiasi hiki na anaheshimu kiasi hiki kutoa kwenu. Kama nyinyi umempatia Mwenyezi Mungu mkopo, na wakati anaporudisha mkopo, wakati wa kurudisha mkopo huu Mwenyezi Mungu anawazidishieni sana. Tena si hii tu, bali Mwenyezi Mungu anasema kwamba nyinyi kwa sababu ya kutoa mali Mungu anasamehe dhambi zenu. Na tena si hii tu kwamba atasamehe dhambi, bali atawajalieni mtafanya mema katika maisha yenu. Basi nyinyi hamwezi kuhisabu kiasi gani Mwenyezi Mungu anaweza kuwapatieni na kuwajalieni baraka zake. Na maana yake kidogo imeelezwa katika neno la al-muflihun,
kiasi gani ni wenye bahati nzuri wale watu ambao wanapata baraka kutoka kwa fadhila za Mwenyezi Mungu na kutoka katika baraka zake. Kama nilivyosema, katika zama hii ni wanajumuiya tu ambao wanajua maana ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu ni nini, na ni wanajumuiya tu wanaopata baraka hii na fadhila hizi za Mwenyezi Mungu. Ninaposema hivi si maneno tu, bali kuna mifano maelfu na maelfu ambayo ninayo mbele yangu na naendelea kushuhudia mara kwa mara ya wale watu wanaotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na wao wanaeleza kuhusu uzoefu wao, na wao kwa imani sana wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa wao hawajui maana ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu ni nini, hawawezi kutoa hivi jinsi wanavyotoa. Tena si hii tu, bali wapo wengi ambao baada ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu wanakuwa na uzoefu huu pia, kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawazidishia mali, na wao kwa sababu hii wanakuwa na athari kiasi hiki kwamba mali inayoongezwa, inayozidishwa katika mali ile tena wanatoa, na hivi wanaendelea kupata mali zaidi, na hivi wanaendelea kupata fadhila zaidi, na pamoja na hii wanaendelea kupata baraka zingine pia. Kuna matukio mengi ambayo wanajumuia wananiandikia kwa imani sana, namna gani Mwenyezi Mungu aliwajaalia fadhila zake baada ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kiasi gani walipata baraka za Mwenyezi Mungu. Leo nitasoma na nitaeleza matukio ya aina hii mbele yenu. Kutoka Benin, Bashiri wetu ameandika, katika mji wa Kotono kuna mwanajumuiya mpya, Bana Salman Saheb. Yeye hana mali sana. Katika mwezi wa Desember, wakati wa mkutano wa mwaka, alikuwa hana uwezo wa kutoa nauli ambayo ni 1500. Wakati alipoambiwa ashiriki katika mkutano wa mwaka, yeye kwa kufanya juhudi alitoa nauli ya upande mmoja na akashiriki mkutano wa mwaka, lakini alikuwa hana nauli ya kurudi. Kwa hiyo alipewa nauli ya kurudi. Baada ya mkutano wa mwaka akafika nyumbani. Baada ya kama siku 4-5, katibu wa fedha wa Wakfe Jadid alimwendea nyumbani kwake na akamwambia kwamba bado hujatoa mchango wa Wakfe Jadid, unadaiwa mchango huu. Bana Suleiman Saheb kwa furaha sana akamkaribisha huyu katibu wa fedha nyumbani kwake, na kwa kusikia kuhusu mchango wa Wakfe Jadid akaenda nyumbani kwake na akaleta franc 6,000, na hii ilikuwa zaidi ya uwezo wake. Katibu wa fedha akamwambia kwamba unaweza kutoa kidogo, unatakiwa ubakishe kwa ajili ya watoto wako, kwa sababu hii ni zaidi ya uwezo wako. Huyu bana akamjibu, wakati Mwenyezi Mungu amenipatia mali, kwa nini nisitoe katika njia yake? Hii si mali yangu, bali hii ni ya maana ya Mwenyezi Mungu. Nilikuwa sina hata nauli ya kwenda mkutano wa mwaka. Kwa shida sana nilipanga nauli ya upande mmoja tu. Wakati wa kurudi Mwenyezi Mungu amenijalia baraka kiasi hiki kwamba nipo tayari kutoa
hii yote katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha akasema baada ya siku 2 urudi tena, nitakupatia tena mchango. baada ya siku 2 tena alitoa sifa 2,000 katika mchango huu. kisha kutoka Tanzania mbashiri wetu anaandika kwamba bana Ahmad Monope Saheb ni mwanajumuiya mpya ambaye alijiunga na jumuiya miaka 2 iliyopita. yeye ameeleza mara chungu mzima kwamba nimeshuhudia yoyote tunayotoa katika mchango wa Tahrika Jadid na Wakfu Jadid, Mwenyezi Mungu anatuzidishia zaidi katika ile tuliyotoa. Na kabla ya kujiunga na jumuiya nilikuwa sijui kwamba fedha ina hela yote inaenda wapi, lakini tangu nimejiunga na jumuiya na nimeanza kutoa mchango, nimepata utulivu wa moyo, na vile vile hali ya uchumi pia imeboreka sana. Kutoka Burundi mbashiri wetu anaandika kwamba kuna bana moja aitwaye Abubakar, ni mwanajumuiya mpya, anapata posho ndogo na anawasaidia wazazi pia kutoka katika posho hii. Anasema nilipomwendea kwa ajili ya kudai mchango wake wa Wakfu Jadid, mara moja akatoa mchango kiasi fulani, na akasema baba yake kwa sababu majiraha ya mguu anaumwa sana, wamepata matibabu kutoka hospitali na wametumia madawa ya kienyeji pia. Sasa madaktari wameamua kwamba watakata mguu wake. baada ya wiki 2 huyu bwana Abubakar akaja kusali swala ya Ijumaa, na mara moja akatoa mchango wa Wakfu Jadid uliobaki, na akasema kwamba wakati nilipotoa sehemu fulani ya mchango wa Wakfu Jadid, baraka yake ilipatikana hivi kwamba mahali ambapo nafanya kazi bosi wangu akaongeza mshahara wangu, na zaidi ya hii fadhila zilizopatikana kwamba baba yangu alianza kupona. Mwanzoni alikuwa akitembea kwa kutumia fimbo, lakini sasa anatembea bila kutumia fimbo, na hii yote ni baraka ya mchango niliyotoa. Kisha akasema kwamba niambie kiasi gani natakiwa nitoe mchango wa kawaida sawa na kiwango, ili nianze kutoa mchango huu pia. Kisha kutoka mkoa wa Lindi wa Tanzania bana Suleiman Saheb anaandika, mimi naendesha duka. Mwaka jana nilipata hasara katika biashara, lakini sikupunguza ahadi zangu za Wakfu Jadid na Tahrika Jadid, na katika Ramadhani nilitoa zaidi ya ahadi yangu ili nipate maombi ya halifa mtukufu na nitoke katika hasara hii ya biashara. Mwenyezi Mungu alinijalia fadhila kiasi hiki kwamba wakati ule nilikuwa na duka moja na ile duka pia ilikuwa katika hasara. Mungu aliweka baraka kiasi hiki katika mchango wangu kwamba sasa nina maduka 2. Hazuru anasema Mwenyezi Mungu anasema kwamba Mungu habakishi na mali bali anazidisha mali. Kisha tena kutoka Tanzania kuna mwanajumuiya mmoja mpya bana Shangwe Zuberi Saheb ambaye anaishi katika mkoa wa Mtwara. Anasema nilijiunga na jumuiya, kisha baadaye niliacha tena jumuiya, kisha baadaye kwa sababu ya juhudi ya mwalimu nilirudi tena katika jumuiya. Nilipokuwa nje ya nidhamu ya jumuiya wakati ule nilikuwa napata shida sana, nilikuwa napata hasara kila siku. Nilikuwa na baiskeli moja na nilikuwa na biashara ndogo ya kuuza vyombo, na nilikuwa nikiuza vyombo, na siku nzima nilikuwa siuzi vyombo vingi. Lakini tangu nimejiunga na nidhamu ya jumuiya nimeanza kutoa michango. Katika siku chache hali ya uchumi ilibadilika. Mungu ameweka baraka kiasi hiki kwamba badala ya baiskeli sasa nimenunua pikipiki, na mimi nipo katika hali nzuri sana kuliko zamani. Kisha kutoka Kongo Brazil mbashiri wetu anaandika kwamba kuna mwanajumuiya moja aitwa Alipa Saheb, anafanya kibarua, ni maskini lakini kila mwezi anatoa mchango. Wakati tulipokumbusha kuhusu mchango wa Wakfu Jadid akasema kwamba nilikuwa na 2,000 francs sifa tu na nilikuwa sipati kibarua pia.
nikaenda miskitini na kule nikaswali nafal mbili. शाम को कहते हैं मुझे एक शख्स ने huyo 1000 फ्रांक सिफर baada ya kuswali swala 2,000 alikuwa nayo akampatia mwenyekiti wa jumuiya wa kule. Jioni anasema kwamba mtu mmoja akanitumia 20,000 franc sifa, चंदे की बरकत से खुदा ताला ने na hii ilikuwa ile fedha ambayo mahali fulani ilifanya kazi, lakini huyu bana hakunipatia ujira wangu. Lakini mimi naona kwamba kwa baraka ya mchango Mwenyezi Mungu alimlazimisha kwamba anipatie ujira wangu. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu akanipatia zaidi ya 10%. Kisha mbashiri kutoka Benin anaandika कांदे साहब इनका ताल्लुक गुरु जमात से है, उन्होंने हाल ही में बैत की है। kwamba kuna चंदा जात की अदायगी भी शुरू bana ये अपने kande saheb ambaye ni mwanajumuiya wa kule, ni mwanajumuiya wa Gogoro jumuiya, amejiunga na jumuiya hivi karibuni, na baada ya kujiunga na jumuiya akaanza kutoa mchango na anaona mabadiliko makubwa sana ndani yake. Safari hii alipokumbushwa kuhusu mchango wa wakajidid akatoa mchango kwa shauku sana, na akasema kwamba tangu nimeanza kutoa mchango biashara yangu inaendelea kuzidi sana na baraka nyingi inapatikana katika kazi yangu. Hii yote ni kwa sababu ya kujiunga na jumuiya na kwa sababu ya kutoa mchango. Kisha kutoka Sierra Leone kuna mbashiri wa Kanima region मगर इस दफा मैंने अपनी बेटी से कहा anaandika kuhusu bana Sheikh Saheb. और उसकी अदायगी Huyu bana akasema kwamba nilikuwa nikitoa mchango wa watoto wangu mimi mwenyewe, lakini mwaka huu nikamwambia binti yangu kwamba atoe ahadi mwenyewe na atoe kisha mchango wake mwenyewe. Na katibu wa fedha alipomwendea kwa ajili ya kuchukua ahadi yake, huyu bana Dr. Sheikh Saheb akamwambia binti yake kwamba aandikishe ahadi yake. Binti yake akasema atatoa 10,000 bana Sheikh Saheb akasema nilikuwa nafikiria atasema 2,000 4,000 3, lakini wakati aliposema 10,000 atatoa, mama yake akasema kutoka wapi utatoa kiasi hiki? Lakini Dr. Saheb akasema ukae kimya, huyu binti amesema kwa hiari yake, Mwenyezi Mungu atafanya mpango. Baada ya siku kadhaa jamaa wa Dr. Saheb alikuja kumtembelea. Wakati wa kuondoka walimpatia binti huyu 15,000 na huyu binti mara moja akatoa 10,000 ya mchango na ahadi yake aliyoahidi. Halifa mtukufu anasema kwamba wanajumuia wanaoishi katika maeneo haya ya mbali, wanajumuia na watoto wao pia, Mwenyezi Mungu amewajaalia imani sana, na wao wanaelewa vizuri faida ya mchango. Ni nani anayetia katika mioyo yao? Ni Mungu tu, hakuna mwingine anayeweza kutia katika mioyo yao. Lakini vipofu wa dunia hawaoni kwamba Sayyidina alayhi salatu wassalam alitumwa na Mwenyezi Mungu. Hazuru anasema kumbukeni hii pia kwamba wanajumuia wapya wanaendelea kupata imara katika imani sana, wanapata maendeleo sana katika imani. Wao wana roho sana ya kupata maendeleo. Wanajumuia zamani pia wanatakiwa wazingatie na wapate maendeleo. Kisha mbashiri wetu wa Kinshasa anaandika kwamba kuna bana Ibrahim ambaye ni mwanajumuia wa kule, anafanya biashara ya kuuza kondoo na mbuzi. Kabla ya kujiunga na jumuiya biashara yake ilikuwa mbaya sana na alikuwa hapati faida. Baada ya kujiunga na jumuiya, sawa na uwezo wake, akaanza kutoa mchango. Kwa baraka ya mchango biashara yake iliboreka. Huyu bana anasema na anakiri kwamba hii yote ni kwa sababu ya mchango wake aliyotoa baada ya kujiunga na jumuiya. Kutoka katika Kongo Kinshasa, mbashiri wetu anaandika kutoka katika mkoa wa Bokongo, anaandika kwamba bana Mustafa Saheb ambaye mwenyeji wa kule, mwaka huu katika Ramadhan alifanya bayat, na dada yake aliyekuwa Mkristo akawa mgonjwa sana na akaanza kutumia hela kubwa sana katika matibabu yake. Na katika hali hii alipojua kuhusu ujenzi wa misikiti, alitoa mchango, na alitoa mchango kwa niaba ya dada yake pia.
na baada ya siku ile dada yake alipona, na anasema hii yote ni kwa sababu ya mchango alitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha Amir Saheb wa Mali anaandika kwamba Muhammad Jara Saheb ambaye ni mwanajumuiya wa kule, hali yake ya kifedha ilikuwa mbaya sana kabla ya kutoa mchango, lakini tangu ameanza kutoa mchango umaskini wake umeondoka. Hazur anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika Mali wanajumuiya wengine wanatoa michango sana. Hivi karibuni kijana mmoja aitwaye bana Daud Saleh Saheb ambaye ni fundi wa kujenga nyumba, mwanzoni alianza kutoa kila wiki 1000 sifa franc. Baraka ilipatikana kiasi hiki katika kazi yake kwamba hivi karibuni alitoa 1,55,000 sifa franc ambaye ni sawasawa na paundi 202. Hazur anasema wanajumuiya wapya wanaendelea kupata maendeleo katika mchango, na kwa imani sana wanatoa mchango. Vile vile kuna bana mwingine wa jumuiya ambaye kila mwezi anatoa 50,000 sifa franc ambaye ni sawasawa na pound 200. Hazur anasema hii ni hela kubwa sana katika nchi hizi. Vile vile 250,000 ametoa zaka pia ambaye ni sawasawa na paundi 330. Hazur anasema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu hawa wanajumuiya wanaendelea kupata maendeleo katika imani. Kashmir wa India, katibu wa fedha kutoka kule anaandika kwamba mfuriko uliokuja, kwa sababu ya mfuriko ule nyumba zote za wanajumuiya ziliathirika na nyumba zilizama mpaka ghorofa 2 katika maji. Nilipoenda kutembelea jumuiya ya Srinagar nilikuwa na wasiwasi kwamba labda hatutaweza kupata bajeti yetu ya wakfa jadid, kwa sababu matope yalijaa katika nyumbani kwao na hali ilikuwa mbaya sana. Inspector Sahab anasema nilipokuwa nikimwendea mwanajumuiya yote nilikuwa sipati ujasiri wa kuambia kwamba nimekuja kwa ajili ya kuchukua mchango, lakini watu kwa kuniona wenyewe walikuwa wakiniuliza kuhusu mchango, na nilishangaa kwa kuona hali hii kwamba kwa furaha sana watu wanatoa michango yao, na wao walikuwa na shida sana, lakini haikuonekana katika nyuso zao kwamba walipata shida ya mfuriko. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu bajeti ya jumuiya ya Srinagar ilitimia, na kwa kuona hali hii macho yanatoa machozi na nakumbusha maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wao walipokuwa hawana kitu cha kula, lakini walitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, na kwa hakika kwa kuona jumuiya ya Sinam alayhi salatu wasalam pia imani inaimarika. Kutoka Benin Bashiri wetu anaandika kwamba mwanajumuiya mpya alikuwa akitoa mchango kwa nia hii kwamba Mwenyezi Mungu ataijalia familia yake itajiunga na jumuiya. Yani yeye alijiunga na jumuiya lakini familia yake ilikuwa bado haijajiunga. Anasema katika ndoto nikaona kwamba kwa baraka ya mchango wangu familia yangu yote imejiunga na jumuiya. Kwa sababu ya ndoto hii nikapata hamu ya kuwahubiri. Kwa hiyo alikuwa hafai mahubiri, na baada ya ndoto hii akaanza kuihubiri familia yake. Kwa hiyo nilipofanya mahubiri na kwa ajili ya hii pia nilitoa mchango, na leo mimi natangaza kwa fahari sana kwamba familia yangu nzima imejiunga na jumuiya. Hii yote ni kwa sababu ya baraka ya mchango niliotoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kijiji Bogoro wa Benin kuna mwanamke mmoja kule wa Shabi Sahiba. Yeye anasema kwamba mwaka jana hali yangu ilikuwa hii kwamba kazi yoyote niliyokuwa nikifanya ilikuwa ikiharibika. Siku moja mwalimu akasema kwamba natakiwa nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa uaminifu na kila mwezi. Nikadhani kwamba okay, sawa, nitafanya hii pia, nitaona nitapata faida gani nikitoa mchango kwa imani, nitapata faida gani. Anasema tangu nimeanza kutoa mchango biashara yangu imeanza kuboreka na nimepata faraja nyumbani. Ahadi ya Mwenyezi Mungu ni kweli kwamba wale wanatoa katika njia ya Mwenyezi Mungu, Mungu anawazidishia sana. Kisha
bana Kamarudin saheb kutoka bara la Hindi anasema kwamba katika mkoa wa Kerala mwanzoni mwa mwaka nilienda kwa ajili ya kutengeneza bajeti ya jumuiya. Nilikutana na kijana ambaye umri wake ulikuwa miaka 26. huyu bana akasema kwamba nimemaliza masomo yangu ya interior designer na nataka nianze kazi pamoja na baba yangu. Aliambiwa kuhusu umuhimu wa mchango wa wakfu jadid. Wakati ule huyu bana mara moja akasema kwamba ahadi yake ni 200,000 na amesema bado ameanza kazi, sijui ahadi yangu hii itatimia namna gani. Lakini anasema aliniandikia barua mimi pia kwa ajili ya maombi, kwa sababu aliambiwa aniandikie barua. Kwa hiyo mara ya pili nilipoenda kwa ajili ya makusanyo, huyo inspector sahib anasema kwamba huyo bana akasema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu takriban katika benki kadhaa nimepata kazi ya interior designer, na kwa sababu ya hii mapato yamepatikana sana, na mara moja ametoa 200,000 ambayo ilikuwa ahadi yake ya mchango wa wakfu jadid. Kisha kutoka bara la Hindi tena naib nazim mal wakfu jadid anaandika kwamba nilipoenda kutembelea mkoa wa Uttar Pradesh nilikutana na bana Muhammad Farid ambaye ni katibu wa fedha wa Kanpur. Yeye alitimia ahadi yake na alinikaribisha kwa ajili ya chakula cha usiku. Nilipofika kule akaniambia kwamba binti yake ambaye umri wake ni miaka 8 alikuwa ananisubiri. Binti yake aitwaye Sajila akaenda chumbani kwake. Aliporudi alikuwa na debe ya fedha, akanipatia debe ile na akasema kwamba mwaka mzima nilikusanya fedha kwa ajili ya mchango, basi utoe na nikatie risiti. Na katika debe ile ilikuwa 735 rupia. Kwa kuona hii nilishangaa sana kwamba binti ambaye umri wake ni miaka 8 ametoa mchango wake wa wakfu jadid. Hazur anasema niliwahi kusema kwamba hali hii ya imani inayopatikana ndani ya watoto, ni nani ambaye anafanya hali yao hii? Ni Mwenyezi Mungu tu ambaye anatia mioyoni mwa watoto. Lakini ni jukumu la wazazi pia kwamba wafanye mazingira ya nyumbani ya dini. Waendelee kuwakumbusha watoto kuhusu umuhimu wa michango pamoja na mambo mengine. Kuna matukio ya aina hii pia kwamba watoto walipoleta michango yao, walipoambiwa kwamba mababa zenu wameshatoa michango kutoka kwenu kwa niaba yenu, wao wakasema kwamba aliyetoa baba atapata thawabu, lakini sisi tunataka kutoa katika mifuko yetu. Amir sahib wa France anasema mtu mmoja alipoambiwa kuhusu mchango wa wakfu jadid akasema kwamba yoyote nilikuwa ninayo nimeshatoa katika mchango. Watu wa nyumbani wakasema kwamba ubakishe kidogo kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Akasema mimi nimeahidi mchango wa wakfu jadid, lazima nitatoa mchango huu. Mungu mwenyewe ataangalia matumizi ya nyumbani. Yeye anasema kwamba mwezi ujao kutoka katika idara ya afya ya serikali alipokea barua kwamba kwa kuona ripoti yako ya afya tumeamua kwamba tutakupatia matumizi ya miaka 2. Pamoja na barua ile walimtumia matumizi ya miezi 3. Nilipoangalia fedha ile iliyotumwa ilikuwa 100% zaidi kuliko mchango niliyotoa. Kwa fadhila na baraka za Mwenyezi Mungu alinipatia matunda ya michango katika mwezi moja. Katibu wa Tarika Jadid wa Lajna ya Uingereza anasema kwamba katibu wa fedha ya jumuiya fulani alimwambia kwamba mwanamke mmoja hali yake ya kifedha si nzuri, alikuwa hawezi kutoa mchango.
अल्लाह ताला उन्हें lakini kwa kuwa na hali hii alitoa ahadi yake ya mchango. सिलाई करना जानती थी। Huyu mwanamke anasema baada ya kuandikisha ahadi alianza kufanya maombi kwamba Mwenyezi Mungu amwezeshe aweze kutimiza ahadi yake. Huyu mwanamke alikuwa anajua kushona nguo, na baada ya kuandikisha ahadi alipata kazi, na kwa sababu hiyo alitoa mchango wake, hata alipata mapato zaidi kuliko ahadi yake. Huzur anasema kwamba hapa nieleze hii pia kwamba katika Tahrika Jadid na Wakfe Jadid kina mama wa Uingereza wamefanya kazi kwa juhudi sana, na hivi wametimiza malengo yao hata zaidi ya malengo. Wamekusanya mchango. Amir Sahib wa Benin anaandika kwamba katika kusini na katikati ya Benin kabila la fulani walijiunga na jumuiya, hususan mwaka jana walijiunga watu wengi. Wenyeji wa kabila hili kwa sababu ya upinzani walirudi nyuma. Kutoka Burkina Faso mwalimu ambaye ni kutoka katika kabila la fulani alitumwa kule ili awasiliane na watu na aondoe wasiwasi yao. Huyu mwalimu alifanya kazi mwezi mmoja katika eneo hili. Sasa vijiji vitatu hivi tena vimerudi katika jumuiya na imani yao iliimarika, na vijiji hivi vitatu vimetoa hela kubwa sana kwa ajili ya kushiriki mkutano wa mwaka wa Benin. Na baada ya mkutano wa mwaka waliporudi kijiji chao, mwalimu alirudi tena katika kijiji chao, na mwalimu akasema kwamba halifa amesema kwamba watu na jumuiya wapya wanatakiwa waingizwe katika mchango. Sasa ni mwezi wa Desemba na ni mwezi mwisho wa mchango wa Wakfe Jadid. Anasema kwamba wao ingawa walitumia hela kubwa sana kwa ajili ya nauli ya mkutano wa mwaka na walikuwa si matajiri sana, lakini imani yao ilikuwa ya aina hii kwamba kwa kusikia hii wanajumuiya wa vijiji vitatu mara moja wakatoa mchango wa Wakfe Jadid. Hivi katika kabila hili watu takriban 1,000 wamejiunga zaidi. Hazur anasema kwamba haya ni matukio ya mchango unaotolewa katika njia ya Mwenyezi Mungu, kwamba namna gani watu wanatoa michango yao. Katika matukio mengi tumeona kwamba namna gani Mwenyezi Mungu anawazidishia wale wanatoa katika njia yake, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwenye kuitimiza ahadi zake. Ikiwa kwa kuona matukio haya inapatikana kwamba aliyosema Mwenyezi Mungu ni sawa na ni kweli, vile vile msaada wa Mwenyezi Mungu upo katika pamoja na jumuiya ya Sayyidina alayhi salatu wassalam. Jumuiya hii iwe katika nchi yoyote ya dunia. Nimeshawahi kueleza katika miaka ya nyuma kwamba tahrik ya Wakfe Jadid nje ya Pakistan kwa ajili ya kutimiza matumizi ya Afrika na India, halifa wa 4 alianzisha mpango huu wa Wakfe Jadid nje ya Pakistan. Mwanzoni ilikuwa kwa ajili ya Pakistan, lakini baada ya halifa wa 4 alianzisha kwa ajili ya nchi zingine pia, hususan katika nchi za Ulaya au katika nchi ambazo ni tajiri. Mchango wao unatumika katika nchi za Afrika. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, siku hizi katika nchi 18 za Afrika misikiti 95 inajengwa, na misikiti mingine ni mikubwa kwa sababu idadi ya wanajumuiya inaendelea kuongezeka kule, na vile vile nyanja za mahubiri pia yanafunguka. Sayyidina alayhi salatu wassalam pia alikumbusha kuhusu hii kwamba ikiwa mnataka kutambulisha Islam, mnataka kufanya mahubiri, basi mnatakiwa mujenge misikiti pale.
36 ममालिक हैं, 7 ममालिक दूसरे भी हैं जहाँ zaidi ya afrika katika nchi zingine pia kazi inafanyika siku hizi katika 25 nchi pamoja na afrika. Mwaka huu 204 misikiti imejengwa, vile vile nyumba za wabashiri 184 zimejengwa mwaka huu. Mchango wa ulaya na nchi za ulaya 80% inatumika katika nchi za afrika, ingawa wanajumuiya wa afrika pia wanatoa sana mchango, lakini mahitaji yao na idadi ya wanajumuiya inaendelea kuongezeka, lakini kwa sababu wanajumuiya wapya si matajiri sana, kwa hiyo hawezi kutimiza mahitaji yao. Wao wanahitaji msaada kama ilielezwa katika matukio kwamba namna gani wao wanatoa michango, lakini bado wanahitaji msaada. Lakini nilieleza matukio mawili ya aina hii pia, kwamba wapinzani wanajaribu kuwarudisha wanajumuiya wapya nyuma, na watu ambao wanakuwa na imani dhaifu wanarudi nyuma. Lakini wapo wenye imani imara kiasi hiki kwamba hawajali upinzani wao. Nilikumbusha jumuiya kwamba baada ya kupata bayet mnatakiwa muwasiliane na wanajumuiya wapya na muendelee kuboresha na kuimarisha uhusiano huu na mawasiliano haya ili malezi yafanywe vizuri. Katika nchi za afrika kuna maeneo mengi ambapo tunalazimika kupita katika misitu, na kule baadhi wakati mawasiliano yanakatika au kwa shida sana mawasiliano yanapatikana. Kwa sababu ya hii kwa muda mrefu uhusiano unakatika. Kisha kuna upungufu wa wabashiri na waalimu pia. Waalimu na wabashiri wakienda mara kwa mara wanaweza kujenga uhusiano mzuri na mawasiliano, lakini kwa sababu ya upungufu hawawezi kwenda. Kwa sababu ya hii kuna wanajumuiya wapya wengi ambao wanarudi nyuma nao wanapotea. Jumuiya za nchi za aina hii zinatakiwa zifanye mpango wa aina hii kwamba angalau baada ya kujiunga na jumuiya mwaka wa kwanza wafanye mawasiliano mazuri. Mimi katika mwaka wa kwanza uhalifa nilikumbusha jumuiya kwamba wanajumuiya wapya wengi wanaendelea kupotea. Wanajumuiya waliojiunga zamani 70% angalau warudi katika jumuiya, mufanye mawasiliano ili warudi katika jumuiya. Na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu jumuiya zilifanya juhudi sana, hususan katika afrika. Wakati walipowasiliwa wao wakaleta malalamiko kwamba nyinyi mlituacha hapa baada ya kutuhubiri. Hazur asema wengi wao walikuwa wanajumuiya kwa moyo, lakini walikuwa hawajui kusoma mafundisho ya Ahmadiyya. Kulikuwa upungufu malezi. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu malaki ambao walifanya bayeta wakarudi tena katika jumuiya. Hali hii inatakiwa iboreshwe zaidi. Katika kazi hii ya kuwasiliana na wanajumuiya wapya, kazi kubwa ilifanywa na Ghana kisha Nigeria. Vile vile kuna nchi zingine za Afrika. Katika Tanzania kuna upungufu sana. Wao wanatakiwa ufanye juhudi sana, kwa wanatakiwa
wasiliane na jumuiya wapya, kwa sababu inasemwa kule kwamba watu wengi walijiunga na jumuiya kule, wanatakiwa watafute hawa wanajumuiya walifanya bayat. Katika ulaya miaka 20 iliyopita au zaidi ya hii, wakati hali ya bosnia ilipoharibika, bosnian wengi walikuja katika germany. Inasemwa kwamba takriban bosnia 100,000 walijiunga na jumuiya wakati ule, lakini wao waliporudi katika nchi yao mawasiliano yalikatika na wao hawakujulikana tena wako wapi. Hivi katika nchi hizi pia zinatakiwa mawasiliano yajengwe tena, yaimarishwe tena. vile vile katika bara la hindi pia, katika kusini wa Bengal, inasema kwamba watu wengi walijiunga na jumuiya. Sasa kunatakiwa wale waliofanya bayat watafutwe. Ikiwa na jumuiya wapya wanaingizwa katika nizamu ya mchango, ndipo mawasiliano yataimarika, yatajengeka, na hivi wanajumuiya wanajenga uhusiano mzuri na nidhamu ya jumuiya. Ndiyo maana nilisema kwamba katika tahrika jadid na wakfa jadid wanajumuiya wapya waingizwe. jumuiya kadhaa zimefanya kazi vizuri kuhusu hii, lakini kuna uvivu pia katika jumuiya kadhaa. Nilisema kwamba hata kama mtu anatoa sumni 10 kwa mwaka, mupokee hivi, atajenga uhusiano na jumuiya. Kila mmoja atajua kwamba analazimika kutoa mchango katika njia ya Mwenyezi Mungu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Wale wanaotoa mchango idadi yake inaongezeka kila mwaka, lakini jinsi inayotakia iongezwe haikuongezwa. Kwa mfano mwaka huu katika mchango wa wakfu jadid idadi iliongezeka ni 85,000. Alhamdulillah, hii ni maendeleo ya jumuiya kwamba idadi ya watoaji inaendelea kuongezeka, lakini juhudi ingefanywa vizuri. Na wanajumuiya waliojiunga mwaka huu 20% wangeingizwa katika mchango sawa na idadi ya bayet. Ilitakiwa nyongeza iwe 110,000. Bila shaka maendeleo yanapatikana, lakini kuna haja ya kuongeza juhudi hii. Mwakani mtapata malengo ya kuongeza idadi ya wanajumuiya kutoka katika ofisi ya mal. Kwa hiyo muzingatie sana malengo mtakayopewa. Mimi sijali kuhusu matumizi, kwamba namna gani matumizi haya yatatimia au yatafanyika. Ni Mwenyezi Mungu ambaye atatupatia na yeye atafanya mpango wake. Sisi tunataka wale ambao wanakuwa na roho ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kwa ajili yake hii viongozi wafanye maombi na vile vile wafanye juhudi pia. Vile vile wanajumuiya wa kawaida pia wafanye maombi. Muendelee kuwasiliana na wanajumuiya wapya, wale ambao wana roho safi na wale ambao Mwenyezi Mungu anataka kuwaokoa. Inshallah wao watarudi tena katika jumuiya. Na wale ambao wana imani ndogo, ikiwa wao wameenda mbali, sisi tunawajali kwamba wao kwa kupata neema za Mwenyezi Mungu wamepoteza neema hii, lakini sisi hatuna wasiwasi ya idadi ya jumuiya yetu. Sayyidina alayhi salatu wasalam zaidi ya idadi alisema wanatakiwa wao wapatikane ambao wana imani imara sana na wana imani safi sana. Basi matukio ya wanajumuiya wa zamani na ya wapya yanakuwa ya aina hii, ambayo kwa sababu ya kuwa na imani ya kutoka katika njia ya Mwenyezi Mungu, hii inaonyesha hali ya imani yao. Lakini nidhamu ya jumuiya inatakiwa ifanye juhudi ya kujua kuhusu wale watu waliopotea baada ya kujiunga na jumuiya. Katika India, kama nilisema, katika kusini wa Bengal watu walijiunga na jumuiya.
inatakiwa ifanywe mpango kwa nini walipotea, na ijulikane kwamba wale waliorudi nyuma kwa sababu ya kutokuwa na mawasiliano ni wangapi, ili siku za usoni wafanye mpango maalum wa mahubiri na malezi. vile vile katika nchi zingine pia zinatakiwa kazi ifanywe hivi kwamba yeyote anayejiunga na jumuiya mawasiliano yajengwe, hata kama anaishi mbali katika kijiji, lakini mawasiliano ni muhimu. Mwenyezi Mungu aijalie jumuiya iweze kufanya kazi hii. Sasa hivi kama ni kawaida, katika Ijumaa ya kwanza au ya pili ya Januari natangaza mwaka mpya wa Waqf Jadid, natangaza mwaka mpya wa Waqf Jadid, na vile vile nitaeleza ripoti ya mchango wa Waqf Jadid. Mwaka huu ulikuwa mwaka wa 57 wa Waqf Jadid, ulikwisha tarehe 31 Desemba, na mwaka 58 umeanza. Jumuiya Ahmadiyya kwa mwaka huu kwa fadhila za Mwenyezi Mungu katika mchango wa Waqf Jadid imekusanya 162,900 pound, iliyokuwa 7,30,000 zaidi kuliko mwaka jana. Alhamdulillah. Pakistan imeshika nafasi ya kwanza. Baada ya Pakistani Uingereza, Marekani, kisha Germany, Canada, India, Australia. Huzuri anasema Australia pia katika kuongeza idadi na katika makusanyo wamefanya kazi kubwa sana. Baada ya Australia, Indonesia, kisha Dubai, Belgium, na kisha kuna nchi nyingine ya Arabuni. Sawa na serufi nyongeza iliyopatikana ni Australia imeongeza 123%, Canada imeongeza 21%, na India imeongeza 16. Nafasi zilizoshika nchi mbalimbali katika mchango wa Waqf Jadid kwa kila kichwa: Marekani wametoa 70 pound, Switzerland 59 pound, Uingereza 51, Australia 56, kisha ni Belgium, France, Canada na mwisho ni Germany. Katika jumuiya hizi kubwa idadi ya watoaji wa mchango wa Waqf Jadid ni 11,029,000, na nchi zilizoshika nafasi katika kuongeza idadi ya watoaji kwanza ni Mali, Benin, Niger, Burkina Faso, Gambia na Cameroon. Hizi ni jumuiya zilizofanya kazi vizuri. Sawa na makusanyo kwa jumla, Ghana imeshika nafasi ya kwanza katika Afrika, na ya pili ni Nigeria, kisha ni Mauritius. Jumuiya tatu za Pakistan katika mchango wa watu wazima, ya kwanza ni Lahore, kisha Rabwa, na tatu ni Karachi. Na wilaya ilishika nafasi hivi katika makusanyo ni Rawalpindi, Faisalabad, Sargoda, Gujranwala, Gujarat, Umarkot, Multan, Hyderabad, Bawalpur na Peshawar. Na katika mchango wa watoto jumuiya tatu za Pakistani hivi, ya kwanza ni Lahore, ya pili ni Karachi na tatu ni Rabwa. Jumuiya zilizoshika nafasi sawa na mchango wa watoto ni Sialkot, Rawalpindi, Faisalabad, Sargoda, Gujranwala, Narowal, Gujarat, Umarkot, Hyderabad na Dera Ghazi Khan. Sawa na makusanyo kwa jumla, jumuiya 10 za Uingereza ni Birmingham West, Rains Park, Masjid Fazl, Gillingham, Worcester Park, Birmingham Central, Wimbledon Park, New Malden, Hounslow North na Cheam. Na mikoa iliyoshika nafasi katika makusanyo mchango ni London, Midlands, Middlesex, Islamabad, North East na South region. Na jumuiya 5 ndogo ndogo za Uingereza zilizoshika nafasi katika makusanyo ni Spain Valley, Leamington Spa, Bromley and Lewisham, Scunthorpe na Wolverhampton.
jumuiya 10 za marekani sawa na makusanyo ni silicon valley, detroit, spartal, yorkasburg, los angeles, boston, central virginia, dallas, houston na philadelphia. na mikoa mitano ya germany ni hivi: hamburg, frankfurt, groscow, darmstadt na wiesbaden. na jumuiya 10 sawa na makusanyo mchango wa germany ni rudenmark, noise, nida, frozheim, cologne, tredberg, koblenz, mediabad, fulda, renewal. sawa na makusanyo nafasi zilizoshika jumuiya 10 za canada ni hivi: edmonton, durham, milton, georgetown, saskatown south, saskatown north. sawa na makusanyo mikoa ya india ni kerala, jammu kashmir, tamil nadu, andhra pradesh, west bengal, उड़ीसा, कर्नाटक, कादियान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, लक्षद्वीप, राजस्थान. na jumuiya 10 za india sawa na makusanyo ni carolai, calicut, hyderabad, calcutta, kadian, kanur town, solo bengadi, chennai, bangalore, karunagapli, pathaprayam na kiran. na jumuiya 10 za australia sawa na makusanyo nafasi ilishika ni hivi: ya kwanza ni blacktown, melbourne, mount royal, adelaide, marsden park, brisbane, canberra, perth, tasmania na darwin. mwenyezi mungu aiweke baraka sana katika mali na nafsi ya hawa watuaji wote. mwisho nataka kukumbusha kuhusu dua hii kwamba mufanye maombi sana kwa ajili ya wanajumuiya wa pakistan. tangu siku chache katika rabwa wapinzani na maadui wanajaribu kuharibu mazingira ya kule. mwenyezi mungu amsalimishe kila wanajumuiya katika shari yao na shari yao irudi juu yao, na amani na usalama upatikane katika rabwa. viongozi na serikali pia ipate akili kwamba waweze kuangalia vizuri hali hii. vile vile mfanye maombi kwa ajili ya waislamu na waislamu wanaishi katika nchi za ulaya. tukio lililotokea katika france kwa kutumia jina la mtume muhammad sallam na islam ambayo haihusiki na tukio hili, na sisi tunasema kwamba matukio ya aina hii hayahusiki na islam hata kidogo. lakini kwa kuwa na hali hii yote, waislamu wa jina na makundi ya waislamu wa aina hii hawaachi dhulma hii. na kwa sababu ya hii waislamu wanaoishi katika nchi za ulaya wao wanaweza kupata reaction ya wenyeji wa nchi hizi. tena si hii tu, bali kwa sababu ya reaction hii inawezekana kwamba gazeti hili lililoshambuliwa ambalo mhariri wake na waandishi wake waliuawa, labda gazeti hili na watu wa hapa na press ya hapa kwa kuonyesha reaction mbaya wanaweza kuleta shutuma dhidi ya mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam. mwenyezi mungu aijalie akili serikali hii kwamba waweze kuzuia reaction ya aina hii. wale ambao ni wakosefu wao wakamatwe na sawa na sheria waadhibiwe. lakini ikiwa reaction mbaya ikipatikana
wale waislamu ambao hawana mwelekeo wao pia wataonyesha reaction mbaya, na hivi fitina na fisadi itaendelea kuzidi na itaenea sana. Siku hizi ni kazi ya jukumu la wanajumuiya kwamba upande zote kwa ajili ya kuwazuia katika dhulma wafanye maombi. vile vile siku hizi mumsalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sana, na mufanye juhudi sawa na uwezo wenu kuleta amani katika jamii. Mwenyezi Mungu aiokoe dunia hii katika ufisadi na ufisadi. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله